Katika historia ya mapambano ya Kenya kwa ajili ya demokrasia na usawa, jina moja linadumu japo kimya kimya: Aida Odinga. Kabla hajajulikana kama kiongozi, mtetezi au mke wa gwiji wa kisiasa, alikuwa anajulikana kama Aida Betty Anyango Oyo. Alizaliwa tarehe 24 Agosti mwaka 1950. Akiwa na chaki mkononi na maono moyoni, alijikita katika kujenga akili za vijana na kuwapa matumaini, na bila kujua alikuwa anajiandaa kwa wito mkubwa zaidi. Ni mtoto wa 4 wa wazazi wake. Baba yake Nehemiah Oyo kutoka Gem alikuwa mfanyakazi wa serikali na msaidizi wa matibabu katika hospitali ya Nyanza, huku mamake Rosa akitoka jamii ya Baluya kutoka Huisero, na alikuwa muuguzi wa kwanza Mwafrika aliyehitimu kikamilifu. Na siwezi kuja hapa kwa mababuru zangu niwadanganye kwamba Raila ni mzuri kama si mzuri. Kutoka darasani alipotoa maarifa hadi jukwaa la kitaifa alipokuwa bega kwa bega na mmoja wa viongozi mwenye ushawishi mkubwa nchini, Aida ameishi maisha yaliyojaa nia, uvumilivu na msimamo thabiti. Aida alipata shahada ya sanaa, yani Bachelors of Arts, kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi mwaka 1973 akiwa na umri wa miaka 24. Akiwa chuoni alikutana na Raila Odinga ambaye kwa wakati huo alikuwa mfanyakazi katika idara ya uhandisi ya chuo kikuu. Leo amesimama mbele ya taifa lililokuwa linaomboleza kwa udhabiti na kumsifu mtu ambaye wengi walimjua kama kigogo wa siasa. Katika kitabu Raila Odinga, The Flame of Freedom, Raila anasimulia namna alivyokutana na Aida. Nilipokuwa bado katika chuo kikuu, tulikuwa tunaenda katika bweni la wasichana liliitwalo Box, tukijiburudisha, nikijumuika na wasichana kadhaa. Ilikuwa mwaka 1972 ndipo nilikutana kwa mara ya kwanza na mwanamke ambaye angekuwa mke wangu, Aida Betty Onyango Oyo. Aida alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili akisomea jiografia, na binamu yangu Okacho Ndiek alikuwa mumewe binamu yake Aida, Ana. Alitambulishwa rasmi kwa Aida walipokwenda na binamu yake Okach kumtembelea kakake Aida, Peter Oyo, katika eneo la Isli. Walipokuwa wakizungumza, Raila alipendezwa zaidi na Aida. Alipanga wakutane kwa kinywaji na chakula cha jioni. Baada ya hapo, waliendelea kuwasiliana. Aida alipokuwa Kisumu, Raila alimtembelea kabla ya Aida kurudi Nairobi na wakawa wapenzi. Baadaye, Raila alimposa na Aida akakubali. Maandalizi ya harusi yakaanza. Katika kitabu hicho, Raila anasema kwamba ndugu yangu Oburu na binamu yangu Eliakim Owor walikwenda nyumbani kwa kina Aida kujitambulisha na kulipa mahari ikiwemo ng'ombe. Nililazimika kujenga nyumba kijijini kabla ya harusi. Nililala huko usiku mmoja kabla ya harusi iliyofanyika katika kanisa la Mtakatifu Francis mjini Kisumu. Mwaka 1973 mtoto wao wa kwanza Fidel alizaliwa. Aida bado alikuwa mwanafunzi na Raila mwalimu, huku akiendeleza kampuni yake ya East African Spectre. Mwaka 1982 Raila Odinga alikamatwa na kuzuiliwa. Watoto wake walikuwa wadogo na wakati mwingine alihofia usalama wao. Wakati mmoja walipohamia nyumba mpya, alikuta mtu nje ya nyumba yao. Aida Odinga baadaye alifutwa kazi na ualimu na kufurushwa kutoka nyumba aliyokuwa akiishi kama mfanyakazi wa shule. Wanasema mzazi hapaswi kumzika mtoto wake, lakini Aida na familia yake walikumbwa na msiba bila kutarajia. Mtoto wao wa kwanza Fidel alifariki tarehe 4 Januari mwaka 2015. Aida anasimulia jinsi alivyoamka saa 10 asubuhi kwa maombi kama kawaida, lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Alijikuta akimfikiria Fidel sana katika maombi. Baadaye alianza kusoma gazeti. Binti yao Rosemary alimpigia simu. Walielekea nyumbani kwa Fidel na kukuta ambulensi ikiwa nje. Juu ghorofani, wahudumu walijaribu kumfanyia huduma ya kwanza, kumfufua, lakini wapi. Ili kukuza nafasi kwa wanawake katika ulingo wa kisiasa, Aida alianzisha kikundi cha League of Kenya Women Voters mwaka 1991. Alikuwa mstari wa mbele kutetea haki za wanawake, watoto na afya nchini Kenya, sambamba na kuelekeza wasichana shuleni. It is very important tuchague watu wazuri ambao wanaweza kufanya kazi. Mkichagua watu wabaya, mtanyanyaswa.
Katika mahojiano na runinga CNN mwaka 2012, Aida alisema ni vizuri kuwa mke, lakini ni vizuri zaidi kuwa mke aliyeelimika. Mara 5 Aida alijaribu kuwa mke wa rais wa Kenya Raila aliposimama kugombea urais, mara 5 akiamini na kutumaini kuwa wakati huo ungefika. Mara 5 familia ilipitia uchungu wa kushindwa kwa uchaguzi, lakini kama tai waliinuka tena, wakajaribu tena hadi uchaguzi wake wa mwisho wa mwaka 2022. Wakati Raila alipokuwa kizuizini bila mawasiliano, Aida alijisikia mjane wa kisiasa. Miaka zaidi ya 40 baadaye, mauti yalibisha hodi tarehe 15 Oktoba mwaka 2025. Nyuma ya kila mwanamume aliyefanikiwa kuna mwanamke, lakini hakuna anayeuliza kuhusu misukosuko ya kihisia, uchovu wa kiakili na kimwili anaopitia mwanamke huyo ili mwanamume huyo ang'ae mbele ya dunia. Aguturoza, KTN.